Mkuu wa Mkoa wa Geita Martin Shigela amewaagiza waajiri pamoja na wakurugenzi wa halmashauri zilizopo ndani ya mkoa wa Geita kutenga bajeti fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kushughulikia changamoto ya intaneti kwa baadhi ya wafanyakazi wa serikali ambao wamekuwa wakitumia mabando yao katika kutuma taarifa za kiutumishi. Agizo hilo amelitoa katika kilele cha kuadhimisha siku ya wafanyakazi kimkoa iliyoadhimishwa katika kata ya Rudete, halmashauri ya wilaya ya Geita, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza moja ya changamoto iliyowasilishwa na mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi mkoa wa Geita. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujes. Aidha, wafanyakazi waliopandishwa madaraja kwenye mkoa wetu wa Geita ni zaidi ya wafanyakazi 15,553 hadi Disemba ya mwaka jana. Na kazi hii ya upandishaji wa madaraja ni kazi endelevu, na ndio maana mwenyekiti wetu na kwenye risala iliyosomwa ilikumbusha waajiri na hasa maafisa utumishi kuhakikisha kila mara wanapeleka taarifa za watumishi ambao wanahitaji kupandishwa madaraja ili mamlaka inayohusika iweze kutimiza wajibu wake. Nielekeze na kukumbusha rasmi jambo hili, muendelee kulifuatilia kwa karibu ili kila mfanyakazi anastahili kupandishwa daraja aweze kupandishwa. Na hoja mlizozisema ni hoja za msingi. Hoja ya kwanza, mitandao kutokufika kwenye baadhi ya maeneo. Hoja ya pili, wafanyakazi wanaponua yale mabando yao ni mabando kwa matumizi yao, sema mabando kwa ajili ya matumizi ya waajiri. Kweli si kweli? Lakini wanawajibika kutumia zile bando kupeleka taarifa za utumishi, jambo ambalo mwajiri anapokuwa hajaweka fedha kununua bando kwa yule mfanyakazi. Ni hoja ya msingi. Waajiri tuna wajibu wa kuliangalia jambo hili, na hususan wakurugenzi ndio mna wafanyakazi wengi wanaoleta ripoti mbalimbali. Kweli si kweli? Kwa hiyo wakurugenzi, kwenye mapato yenu ya ndani angalieni. Naomba wakuu wa shule, walimu wakuu, sekta ya afya walete taarifa kila mwezi au kila baada ya kota au kila baada ya miezi sita. Sasa mkumbuke kwamba wanatumia bando, na hayo mabando wanayotumia yanatokana na mishahara yao kuwekwa mle ndani. Wekeni utaratibu wa posho na motisha kidogo ili mnapoweza kufanya jambo hilo uweze kulifanya vizuri. Lakini meeleza pia changamoto ya baadhi ya maeneo kutokuwa na umeme na baadhi ya maeneo kutokuwa na mitandao ya mawasiliano. Nataka niwahakikishieni eneo hili serikali ya Dr. Samia imejipanga vizuri. Nyinyi mashahidi, mwaka huu Rais Samia mwezi wa 4 amezindua minara ya mawasiliano kwenye taifa letu zaidi ya minara 750 na kitu. Nini maana yake? Maana yake yale maeneo ambayo hayawezi kufikiwa na minara tayari serikali imetimiza jambo hili. Lakini nyinyi mashahidi, serikali ya Rais Samia imepeleka mtandao wa mkongo wa mawasiliano kwenye taifa letu kwenye wilaya ambazo zilikuwa hazifikiwi. Na dhamira ya Rais Samia ni kuhakikisha kwamba kila wilaya inafikiwa na mkongo wa taifa ili mawasiliano yaweze kuwa rahisi na mepesi. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto nyingine ni mfumo wa paperless. Tunatambua mfumo wa paperless umeanzishwa na serikali katika kuhakikisha watumishi wa umma wanaongeza ufanisi na uwajibikaji mahala pa kazi. Kutokana na mabadiliko hayo, tumekuwepo na changamoto katika utekelezaji wa mfumo huu, kwani watumishi huingia gharama kununua bando kwa kuwa wanalazimika kuingia kwenye mfumo kila siku ili kujaza taarifa na madokezo mbalimbali ya kiutendaji. Aidha, baadhi ya maeneo, naomba nirudie, kwani watumishi huingia gharama kununua bando kwa kuwa wanalazimika kuingia kwenye mfumo kila siku ili kujaza taarifa na madokezo mbalimbali ya kiutendaji. Aidha, baadhi ya maeneo hayana mitandao hiyo kusababisha watumishi kushindwa kuwasilisha taarifa zao kwa wakati. Vile watumishi wanaomba wapatiwe mafunzo ya mifumo hiyo, vitendea kazi kama vile vishikwambi,
na kupeleka huduma za umeme na mitandao ili wafanyakazi waweze kufanya kazi kwa ufanisi.